Ujambo mtazamaji, na karibu tena kwa kipindi kingine cha ushauri wa jamii. Na leo tunaongea kuhusu soul ties ama kifungo cha nafsi. Kuna kitu kinaitwa soul ties, lakini watu wengi hawajui ni nini na inafanya kazi vipi na madhara au faida yake ni nini. Na kwa hivyo niko hapa nikuelezee hayo, uyajue kwa namna moja yatakusaidia. Kwa miaka mingi nimetazama maendeleo katika familia nyingi, na nimeona familia zingine watu wakiwa chini kimaisha, baadaye wanatia bidii, wanafanya kazi, mambo yanaenda vizuri, wanainuka sana, wanafaulu sana, wanapata kila kitu kinachoitwa chema na kila kitu ambacho mtu anaweza kujisifia, na wanakuwa na furaha sana. Lakini hilo halikai. Baada ya miaka michache, ule ufanisi wote unarudi chini, na wale watu wanakuwa watu wa kuhangaika na kuombaomba. Kuna mtu niliketi chini yake akiwa mwalimu katika mkutano fulani, na akawa anatoa mfano wa mtu mmoja ambaye alikuwa ameendelea vizuri sana, mpaka alikuwa ameweza kujinunulia nyumba na gari, na familia yake ilikuwa inaendelea vizuri. Baadaye maisha yake yakaanguka na akawa ako chini sana. Na mfano huo ulinifundisha mambo mengi sana. Kwa hivyo kabla hatujaongea kuhusu soul ties, napenda nikwambie kuhusu semina moja ambao nilihudhuria miaka kadhaa iliyopita katika shule moja iko huko Karen, na ni university inayojulikana. Watu wengine wanapenda kuita AIU. Wakati huo ilikuwa inaitwa Negest. Tulikuwa na mwalimu alikuwa anaitwa Dr. Mark Olanda. Dr. Mark Olanda alikuwa anafundisha semina ya jinsi ya kuwafundisha walimu wa high school, na tulifundishwa mambo mengi yaliyonisaidia. Mojawapo ya mambo tuliyofundishwa ni jinsi ya kuwa mwalimu mzuri na jinsi ya kufundisha mwanafunzi. Tuliambiwa mwalimu mzuri ni yule anafundisha sio kutoka kwa kichwa tu, lakini kutoka kwa moyo. Yaani analijua hilo jambo na limemuingia mpaka kwa moyo wake. Na tukafundishwa ya kwamba wakati unafundisha mwanafunzi, kuna namna mbili za kumfundisha. Unaweza mfundisha ndio umalize course syllabus, uhakikishe mumekamilisha kile ulipangiwa, ama unaweza mfundisha mwanafunzi ndio mwanafunzi yule ashike point. Inaitwa concept. Ashike tu point, na akishashika point ni hivyo. Nilipokuwa katika masomo yangu ya juu katika colleges mbalimbali, tuna mwalimu mmoja alitufundisha, akatuambia, tulikuwa tunasoma educational philosophy ama philosophy of education. Akatuambia education is not what you are getting, it is what remains in your head after everything else has evaporated. Yaani elimu ni kile kinabaki kwa kichwa yako baada ya kila kitu kime evaporate.
Na huo ndio muundo ambao Singapore wanatumia. Singapore katika maeneo ya elimu wamechukua mwelekeo wa kufundisha mwanafunzi sio ili amalize syllabus. Kama wale waliosoma curriculum ya 844, kulikuwa na mambo mengi sana mtu alikuwa anasoma ndio akamilishe syllabus. Wengine walisoma mpaka wakachoka wakaachia katikati. Lakini pana haja ya kuuliza lengo la masomo ni nini? Kwa sababu Singapore wamerihas mambo yao ya masomo na vile wanafundisha wanafunzi wao siku hizi. Wanafundisha mwanafunzi wakiwa na lengo la mwanafunzi huyu atakumbuka kile aliyofundishwa. Sio kwamba tu awekewe kazi nyingi imzidi mpaka akona bidii ya kukamilisha ile kazi. Anapoikamilisha inakuwa ni ngumu hata yeye kukumbuka kwa sababu imemchosha akili yake. Na sehemu ya elimu ambayo tumeipata katika nchi hii ni elimu ambayo nashukuru sana wale wamekuja waka leta curriculum iliyoko saa hii ya CBE ambayo inaendelea. Elimu ya pale mbeleni ilikuwa inachosha, na ikichosha hivyo unakuta wanafunzi wengine ambao hawakuweza kukamilisha kazi waliomba jirani kazi. Kama vile wanafunzi wengine wa secondary school wa colleges wakiambiwa wafanye project wanakosa time kwa sababu ya venye ni kazi nyingi ya kufanya. Mtu anaomba mwenzake hiyo project, alafu unabadilisha jina, unaweka jina lako, baadaye unaipeana, na ukipeana mbele yake unapewa marks. Na corruption inaanzaga na njia hiyo, kuwa na elimu isiyosaidia watu. Kwa hivyo Singapore wakati huu wako na namna ya masomo ambayo wanafundisha mwanafunzi ndio aweze kukumbuka, na sio kukumbuka tu, ni ili pia aweze kuifanyisha kazi itakayomsaidia. Sasa leo tunapoongea juu ya soul tie, nataka kuwa mwalimu yule ambaye anakufundisha kitu ndio ukumbuke. Ushike tu point. Kuna mambo mengi huenda usikumbuke, lakini ukishashika point inatosha. Alafu hiyo point uikumbuke. Na ukishaikumbuka uweze kuifanyisha kazi katika maisha yako. Nitakuwa nimeachieve goal yangu ya siku ya leo. Kwa hivyo karibu tuandamane hadi tamati. Ninapoangalia familia nyingi, pia watu wengi wanaoana kwa furaha, alafu baada ya muda mchache jamii zinazambaratika, wanawachana. Wanashikana tena, wanawachana. Wanashikana na mwingine, wanawachana. Research inaonyesha, nilipokuwa Mombasa kwa shule fulani pale nilifundishwa, kwamba research inaonyesha relationships ambazo zinavunjika, alafu unaanza ingine. Hiyo relationship ya pili huwa iko na 66 to 67% ya kukosa kufaulu, kwamba bado nayo itavunjika. So katika kila relationship 10 ambazo huanza upya baada ya ile ya mbele kuvunjika, 7 zake huwa zinavunjika, 3 tu ndio huwa zinafaulu. Na swali ni, kwa nini relationships huwa zinavunjika? Hakuna mtu huwa anaoa akitazamia baadaye relationship yake itakuja kuvunjika. Hakuna mtu huwa anaoa akiwa na lengo la talaka katika maisha yake. But talaka hutokea. Ama watu huachana. Na wanapoachana, wengine wanaamua kukaa hivyo kwa sababu alichoka na ile relationship. Wengine wanaamua kujiangamiza maisha yao. Wengine wanaamua kuwa watu tu wabaya. Wengine wanaamua kuwa watu wazuri kabisa, wanaingia katika
mambo ya dini, wanajitolea huko na mambo yanakuwa tofauti sana. Sasa tunapoongea juu ya soul tie, tunaongea juu ya adui wa relationship ambaye huwa amejificha sana. Watu wengi wamemfikiria kuwa ni shetani na hawajaweza kueleza vizuri ni shetani vipi. Na sikuja hapa kukueleza juu ya shetani. Niko hapa kukueleza juu ya relationship venye zinaweza kufaulu watu wakielewa effect ama athari za soul ties. Sawa? Sasa soul tie ni kifungo cha nafsi. Na ni kifungo cha nafsi namna gani? Watu hufungana kinafsi. Sawa? Nafsi yako inaweza fungwa na nafsi ya mwenzako, ama nafsi yako ikafunga nafsi ya mtu mwingine, na hivyo imeifunga, ndivyo amekuwa anaendelea kama wewe, ama ndivyo wewe umekuwa unaendelea kama yeye. Kwa hivyo hawezi enda zaidi yako, ama wewe huwezi enda zaidi yake. Na haijalishi uko upande gani wa dunia. Unaweza kuwa huku Kenya ama nje ya Kenya. Kama ameifunga nafsi yako, anaitawala vyenye anataka. Sasa watu wengi wanafanya mambo, hawaelewi ni kwa nini wanafanya hayo mambo. Kumbe ni kwa sababu nafsi zao zilifungwa na mtu, ama wanamjua ama hawamjui. Na unakuta maisha yako yanaendelea kama maisha ya mtu fulani. Sasa ninaponena nawe, ninajua akili yako itaanza kusunguka ikichunguza huku na kule, ikitathmini ni wakati gani mlikuwa na uhusiano na mtu. Kwa sababu ni kweli kwamba mtu anaweza fungwa nafsi yake na mwenzake. Mfano, wakati watu wako katika ndoa, tunahudhuria harusi nyingi, na unasikia kiongozi wa dini akisema leo hawa wamekuwa kitu kimoja. Na unasikia wakisema tulifunga harusi. Si harusi walifunga, ni nafsi zao zilifunganishwa. Kule kuunganishwa ndio huko kufunganishwa. Nafsi zilifungana. Na sasa hawa watu wakija kuachana baadaye, inakuwa nafsi ya huyu imefungwa na nafsi ya yule. Na inakuwa ni kwamba wanasema mpaka kifo kitakapotutenganisha. Ina maana ya kwamba nafsi hizo zimefungana kiwango ya kwamba kifo mmoja asipokufa haziwezi kuachana. Mfano ni Warumi 7, wakati mtume Paulo anasema wakati mtu ameoa mwenzake huwa amefungwa. Huwa yuko katika kifungo hadi yule mtu atakapokufa. Na huyo mtu akifa, ndio hiyo kifungo kinakatika. Huyo ni mtume Paulo anasema hivyo katika Warumi 7. Na kwa hivyo njia moja nafsi zinafungana ni katika ndoa. Na unaona kuna mmoja anahusika pale, kiongozi wa dini, kufunganisha hizi nafsi. Njia ya pili ambayo mtu hufungwa nafsi yake ni kwa kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mtu fulani. Mtume Paulo akiongea katika Wakorintho wa kwanza, barua yake kwa kanisa la watu waliokuwa Corinth, aliwaambia hivi, je, hamjui? Katika sura ya 6,
ya kwamba mtu anapofanya mapenzi, anapolala na kahaba, huwa anakuwa mwili moja na yeye. Na kwa hivyo anasema basi wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Kwa hivyo wakati unachukua mtu unalala naye, sio tendo lile tu la ngono limefanyika pale, lakini nafsi yako na yake zimefungana. Na kule kufungana hakutaisha baada ya kile kitendo kimeisha. Haijalishi ameenda umbali gani, mnabaki kama mumefungana. Hebu fikiria basi wale ambao huwa mnalipa tendo la mapenzi ndio ufanye, ama mnauza. Fikiria nafsi yako imefungwa na watu wangapi? You're already so much bound. Maana kila unaelala naye anafunga nafsi yako, kila unaendala naye anakufunga nafsi yako. Kwa hivyo ukilala na watu 10 uko na vifungo 10. Ukilala na watu 20 uko na vifungo 20. Na hizo vifungo, nimekwambia hivi, vifungo vya nafsi vinasababisha yale yanayoendelea katika maisha yule mtu mwingine yaendelee katika maisha yako. Kwa hivyo ikiwa yule mtu yeye ni maskini, unakuta umaskini umeanza kutawala kwako. Na mara nyingi zinafanya kazi katika negative side. Huwezi lala naye ukakuwa tajiri. Mara nyingi ni kwamba kama ulikuwa tajiri inakuvuta unakuwa maskini. Ni kama venye kama ulikuwa na afya inakuvuta unakuwa mgonjwa. Kama kwenu kuna mikosi inakuvuta na wewe kwa kina yule ulilala naye nao kunaanza kuwa na mikosi. Na hivyo ndivyo unakuta mambo yanapata watu lakini hawajui. Nakuta watu wanapata maajali, wanapata shida, wanapata matatizo, wanaanguka kimaisha. Ni kwa sababu nafsi yake ilifungana na mtu fulani ambaye ana shida za kwao. Alafu katika lile tendo la ngono akakuambukiza ile shida, ikawa sasa inafanya kazi kwako ama kwenu. Hiyo ni njia ya pili ambao soul tie zinaathiri mtu. Njia ya tatu ni kitu kwa Kiingereza wanaita codependent. Kama uliwahi kuwa na mtu ambaye alikuwa wa msaada sana kwako, kila kitu ni yeye anakusaidia, ni yeye kusema nini vitu mingi, unakuta nafsi yako na yake zimeungana. Watu mlikuwa mnakula nao story karibu the whole night. Nafsi zenu zinaungana na zinashikamana hivyo. Na kwa hivyo unakuta yale yanayoendelea kwake yanaendelea kwako pia. Codependent. Na kuna njia zingine nyingi, nimekueleza tu chache kwa sababu hata pia pressure saa ingine ukiwa na peers na marafiki mnaotembea na wao na kufanya nao mambo mengi, saa zingine unakuta nafsi yako inafungwa. Acha niingie ndani zaidi. Kuna hali fulani ambayo iko katika life na watu hawajui. Kuna watu wako na strong spirit, strong human spirit kuliko wengine. Na hii utaiona katika uongozi. Mtu ambaye ako na strong spirit kuliko wale wengine huwa anachaguliwa awe kiongozi wao. Kwa sababu tulisema katika video ingine ya kwamba man is a spirit. Kwa sababu God ni spirit na aliumba mtu kwa mfano wake, kwa hivyo man is a spirit ambayo inakaa katika flesh. Na kwa hivyo hiyo spirit inayokaa katika flesh, kuna zingine weak, kuna zingine strong by nature. Sasa zile strong unakuta ndio huwa zinachaguliwa kuongoza watu.
Unakuta akiongea watu wanasikia. Akifanya jambo watu wanamfuata, wanataka kuwa kama yeye. So katika ndoa ukiungana na mtu katika ndoa, katika uongozi, katika maisha ya kila siku, ukiungana na mtu ambaye ako na strong spirit kuliko wewe, huwa unaanza kufuata kenye huwa anasema, kenye huwa anafanya, na saa nyingine utakuta hata utataka kuvaa kama yeye, kutengeneza nywele na makeup kama zake. Utasikia mtu akisema nifanyie kama ile ya fulani, kwa sababu yeye ako na strong spirit kuliko wewe. Kwa hivyo unaposema kama ile ya fulani, kwa maneno mengine unamfuata. Maandiko yanaonyesha vile, matakatifu yanaonyesha vile nafsi huwa zinafungana, kama venye nafsi ya David na Jonathan. David na Jonathan walikuwa watu wawili ambao waliungana nafsi zao sana. Walikuwa na upendo very strong ambao uliwasababisha nafsi zao ziungane sana. Jonathan alikuwa mtoto wa kiongozi wa nchi, alikuwa anaitwa Saul, na mtoto wake alikuwa anaitwa Jonathan. Lakini David, yeye alikuwa tu kijana mdogo, familia yao haikuwa na jina katika Israeli, na kwa sababu ya ule urafiki maisha ya Daudi yakabadilika, na baadaye Daudi akakuja kuwa kiongozi katika nchi ya Israeli. Nafsi zao ziliungana sana. Kwa hivyo soul tie imeelezwa katika Biblia. Tunaona kuna soul tie mzuri na kuna soul tie mbaya. Soul tie ile mzuri inakusababisha maisha yako yakuwe mzuri. Kwa mfano, mtu akiingiwa na spirit ya God, maisha yake yanakuwa mzuri. Akianza kuhusiana na watu walio na spirit ya God, ile spirit ya God walio nayo inamuingia, na yeye maisha yake yanabadilika. Na hivyo mtu mzuri akiungana na watu walio na spirit strong na hawako kwa God, maisha yake yanashindwa. So unashindwa ni kwa nini watu wengine waliokoka alafu wakarudi nyuma? Ni kwa sababu ya swala hili la soul tie. Okay? So swali ni hili. Mtu anaweza tokaje kwa soul tie? Kuna namna mtu anaweza toka kwa soul tie. Number 1 ni kupitia kwa msamaha. Unahitaji kuomba Mungu akusamehe. Maandiko matakatifu yanasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatusamehe na kutusafisha kutokana na udhalimu wetu wote. Kwa hivyo Mungu akisha kusafisha dhambi, soul tie inavunjika. Lakini acha niingie deep kiasi. Mwanadamu ana vitu vitatu. Ako na spirit, ako na soul, na ako na body. Okay? Sasa wakati unaokoka, spirit ya God huwa inakuja inakaa ndani yako. Sawa sawa? Dhambi zinaoshwa na spirit ya God inakaa ndani yako. Kwa hivyo katika eneo la spirit unakuwa umesafishwa. Lakini hapa tunaongea soul tie. Na soul iko na mambo matatu ndani yake. Iko na kitu kinaitwa mind. Mind ni akili, ile ambayo huwa inafikiria. Na iko na kitu kinaitwa emotions, venye huwa una feel. Wengine wanasema venye nilijisikia, venye nina feel ni kama simtaki. Iko na feeling. Okay? So, na iko na number 3 kitu inaitwa will. Kutaka. Ile eneo ya kufanya decision. So, kuna will, kuna emotions, na kuna mind. Hizo ziko ndani ya soul. So, wakati spirit inasamehewa dhambi,
Mungu anakuingiza katika kitu inaitwa position ya kuwa mwana. Na wana wa Mungu ni wale ambao hawahesabiwi makosa na Mungu. Wanakuwa wamesamehewa, dhambi zao zimefutwa, they are legally children of God. They have, wako na kitu inaitwa legal standing mbele ya God. Wanaweza simama bila Mungu kuwahesabia makosa. Lakini hiyo spirit imesamehewa ndio, but soul yako ulizoesha kuifanyisha vitu vingi. Na kwa hivyo soul yako inahitaji kitu kinaitwa day by day process ya kubadilika, ndio iweze kufikia kufanana na ile spirit iliyoingia ndani yako. Unahitaji kitu inaitwa day by day process of transformation. Na ndio sababu Mtume Paulo akiongea na wapendwa wa kanisa la Romans katika sura ya 12 aliwaambia wanahitaji kuwa renewed in their mind. Wanahitaji kuwa transformed, wasikue conformed. So kuna kitu inaitwa conformed na kuna kitu inaitwa transformed. Sasa transformed ni kumaanisha watoke katika muundo wa maisha yale ya mbele, waingie katika muundo mpya, ambao muundo huo uko na mawazo mapya yanayojua mapenzi ya Mungu ni nini. Kwa hivyo unahitaji day by day process ya kuosha nafsi yako. Nafsi yako inahitaji kuoshwa, ndio sasa hiyo uchafu yote iishe. Swali ni, mtu anaweza kuwa ameokoka na bado soul tie ikamtawala? Wasomi wanasema hivi, ya kwamba ukishasamehewa soul tie inavunjika. Lakini kuna athari zile ambazo hayo maisha ya mbele yalikuwa yameweka kwa soul yako, na kisaikolojia inaitwa trauma. Kwa hivyo unahitaji process ya kufanyiwa therapy ndio hiyo trauma iishe, ama hizo vidonda vya nafsi ziishe, na si kitu ya siku moja. Kwa hivyo unahitaji kwanza kujikubali, ulishasamehewa, soul tie ilivunjika. Lakini sasa ukiona manifestation ama madhihirisho ya kitu inakaa soul tie na uliokoka, utajua ni trauma, ni vidonda vya nafsi yako na vinahitaji kupona. Na njia moja, nimekwambia njia mbalimbali ya kuanza kupona. Ya kwanza ni kusamehewa, ya pili ni kuingia day by day process, ambao katika day by day process ni kama venye tunapiga mswaki kila siku. Hauwezi piga Monday ukasema hiyo ingine utapiga next Monday. Na venye tunaoga mwili kila siku, huwezi sema nimeoga once sasa hii mwezi sitaoga tena. Basi nafsi yako inahitaji kuoshwa kila siku. Inahitaji kupona kila siku. Na njia moja ya hiyo Biblia inatuonyesha ni kwa kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. Pia kuwasikiliza wahubiri wanaofundisha neno la Mungu na kuweza kuingiliana na watu ambao wanaweza kukupatia ushauri kama venye counselors huwa wanafanya. Ukifanya hivyo, nafsi yako itapona na maisha yako yaliyoanguka yatainuka. Kwa hivyo, acha niweke mstari hapo. Watu wengi wameombewa ndio wapone. Lakini unakuta aliombewa ndio soul tie ivunjike, lakini maisha yake hajabadilika. Ni kwa nini? Ni kwa sababu amekosa hicho kitu kinaitwa day by day process. Kuna watu ambao wamejaribu kupanga maisha yao na imeshindikana. Inashindikana kwa sababu kuna soul tie. Unafaa hata kama unaombewa, hata kama unaambiwa utoe mbegu, fanya kila kitu, mtu wa dini atakwambia, lakini kitu inaitwa discipline ya kila siku, lazima uwe na neno la Mungu unatafakari. Hata kama utatafakari mstari mmoja. Na huwa tunaambia watu anza kusoma kitabu cha John, kwa sababu Gospel According to John inafundishaga watu juu ya belief. Itakuwezesha kuwa na faith ya kuweza kuvunja hizo vitu zilizotawala maisha yako miaka yote. Kwa hayo na mengine mengi, tukutane tena katika kipindi